The Modern War, yani vita ya kisasa. Karibu sana katika simulizi yetu nzuri kabisa, simulizi mpya ambayo tunakwenda kuianza siku hii ya leo kutoka hapa Jonathan Simulizi. Simulizi yetu inaitwa The Modern War, yani vita ya kisasa. Imetungwa na kuandaliwa na mtaalamu Bwana Saul David. Na msibora kwa kuna mimi Jonathan Alex kutoka hapa Jonathan Simulizi. Nambari zangu ni 0741 033 122. Karibu sana tuweze kuanza mzigo mkali huu msikilizaji, ambao unajua utakupa nafasi kuweza kufahamu vitu kede na nikujuza tu kwamba simulizi hii ni ya kijasusi. Mimi naitwa Alex. Mwanzo ilikuwa ni vita rahisi sana. Vita dhidi ya ndugu yangu Adamu alienda kinyume na kanuni za maisha ya utu. Sikujua kama kukufanya hivi ningeweza kuiamsha vita nyingine kubwa ambayo ipo juu kabisa ya uwezo wangu na uwezo wa nchi yangu. Vita ya ndugu yangu imegeuka kuwa vita ya ulimwengu mzima. Na cha ajabu ni kwamba ili kuweza kuishinda vita hii haihitaji mtutu wala bunduki. Natamani kuacha kupambana, lakini siwezi kwa sababu tayari nimekwishaanzisha. Kuendelea maana yake nimekubali kuwakabiri maadui wenye rangi nyeupe ambao wamejipanga kwa zaidi ya miaka 10 ili kuhakikisha kwamba wananishinda. Hatima ya dunia yangu, nchi yangu, rais wangu, ndugu yangu na familia yangu ipo mikononi mwangu. Na kwa bahati mbaya sana ni kwamba licha nchi yangu kuwa na uwezo mdogo wa kupambana, lakini nimejikuta inatumika kama chungu cha kuandalia vita hii bila ya kujua. Sitoshi tunapigana na kitu kisichoonekana. Naweza kusema sasa ni wakati wa mapenzi, sayansi na teknolojia kuipeleka dunia vile inavyotaka. Kwa mara ya kwanza historia inakwenda kuandikwa, historia ya vita ambayo haijawahi kutokea popote pale ulimwenguni. Ndio sababu nasema hii ni vita ya kisasa, yani The Modern War. Niite Inspector Alon. Na huu ni utangulizi tu msikilizaji wa simulizi yetu hii ya kuvutia ya The Modern War. Na hapa tunaianza sehemu ya kwanza ya simulizi hii ambayo inaonesha kifo cha shahidi wa mwisho. Na sasa tuianze simulizi yetu. Mume wangu niwe mimi tafadhali, muache mwanangu aishi. Bado ni binti mdogo, naomba usimuue mume wangu. Mama, naogopa. Usiogope mwanangu, kila kitu kitakuwa sawa. Usijali, sawa ana? Mheshimiwa, mtihani ulionipa ni mgumu sana. Kuutekeleza. Nawezaje kumuua mwanangu wa mke wangu? Naanzaje kumwaga damu zao? Kama uwezi basi acha nitakusaidia mimi mwenyewe. Nimekuambia chagua kitu kimoja, umuue mtoto wako au mke wako. Mheshimiwa, siwezi tafadhali. Nipe adhabu nyingine. Wacha mke wangu na mwanangu ondoke. Nitafanya chochote kile ambacho utakihitaji. Niko chini ya miguu yako tafadhali mkuu. Haya, yalikuwa ni mazungumzo ya watu zaidi ya 5 waliokuwa ndani ya jengo moja cha kavuli lilokuwa limetelekezwa kabla ya ujenzi wake kukamilika. Jengo hilo lilikuwa limejitenga kidogo pembezoni kidogo ya mji. Alikuwepo Daktari Isaka Gondwe ambaye ni waziri wa afya. Alikuwa na vijana 3 nyuma yake ambao wote walikuwa wameziba nyuso zao kwa vitambaa vyeusi. Walikuwa wamesimama mbele ya familia moja na watu 3, yani baba, mama na binti yao mdogo ambaye alikuwa na umri wa miaka 22, aliyekuwa anaitwa Ana. Baba Ana, nimekukabidhi bastora. Umuue mmoja kati ya mke wako au mtoto wako ili nikuache uende zako, lakini umeshindwa. Basi acha tu, vijana wangu watafanya kazi yao, alisisitiza vile Dr. Gondwe, huku akibinua mabega yake kwa kejeli. Kwa mara nyingine tena, baba Ana alinua mkono wake wa kulia uliokuwa umeshikilia bastora, akaielekeza alipokuwa amesimama mke wake na binti yake Ana. Alikuwa akitetemeka, alivuta pumzi ndefu na kisha akaishusha taratibu. Kijasho chembamba kilikuwa kinaendelea kumtoka mzee huyo. Mama Ana alimkumbatia binti yake huku akiwa na mbusu usoni. Hakutaka kabisa mwanae aone kilichokuwa kikiendelea. Naye akafumba macho kwa uchungu huku akiwa tayari kwa lolote litakalotokea. Mara ghafla baba Ana aligeuka kwa kasi, akabadilisha uelekeo wa bastora yake na kuelekea kule ambapo alikuwa amesimama Mheshimiwa Daktari Isaka Gondwe, huku akiwa na vijana wake. Bila ya kusita akabinya kitufe cha kufyatulia risasi huku akiwa na mlenga Daktari Isaka Gondwe kichwani, lakini risasi haikutoka kabisa msikilizaji. Akajaribu kwa mara ya pili tena na mara ya 3, lakini hali ilikuwa ni ile ile. Baba Ana alihisi kuchanganyikiwa,
Yaani alishangaa kabisa kwa kile ambacho kilikuwa kinakwenda kumtokea. Dr. Isaka Gondo alicheka vile kwa sauti kubwa, kisha akazungumza. Nilijua tu wewe ni msaliti. Unajifanya mjanja, si ndio? Ona sasa umeumbuka mbele ya familia yako mzee. Hii ni mara ya pili unanisaliti. Niliwaomba msitoe ushahidi wowote mahakamani, lakini mkapanga kunigeuka wewe na familia yako. Pamoja na kukuonga pesa nyingi, lakini bado ukapanga kunigeuka. Sasa basi, unanisaliti kwa mara nyingine tena ya pili. Unataka kuniua, si ndio? Na kwa bahati mbaya bastola ambayo nimekupa aina risasi. Ulaaniwe Dr. Gondo, ulaaniwe. Mungu akulaani. Utakufa kifo kibaya. Wewe na watu wako wote mtakufa. Hata hicho cheo unajua ni cha dhuluma kabisa. Nakwambia utakufa. Baba Ana aliishia kutoa laana kwa Mheshimiwa Dr. Isaka Gondo mara baada ya kubaini kuwa hana ujanja tena. Acha makelele yako. Laana kama hizo zilishakuja nyingi sana. Hata marehemu mama yangu aliwahi kunilaani tangu nikiwa tumboni, lakini hadi leo hakuna laana yoyote ile ambayo imeweza kunikuta. Alizungumza vile Dr. Gondo huku akiinamisha kichwa chake chini ili kuweza kutega sikio kumsikiliza kijana wake mwingine ambaye alikuwa ameingia katika jengo hilo. Wakati akiwa anaendelea kuzungumza, kijana huyo hakuwa amefunika kabisa sura yake kama wengine. Alimnongoneza maneno kadhaa Dr. Gondo kwa takriban sekunde 30 hivi. Dr. Gondo akaonekana kushtuka, kisha akapaza sauti akifoka. Kwa nini kila siku ni yeye? Yaani kila siku ni yeye tu. Inawezekana vipi? Kajuaje kwamba tuko hapa? Huyu mdogo wako anataka kitu gani? Kwa nini unashindwa kumdhibiti? Hivi askari ni yeye tu, hakuna wengine? Dr. Gondo alifoka vile huku akiondoka, akapiga hatua kadhaa kisha akageuka nyuma kuangalia wale mateka ambao alikuwa amewateka. Unajua cha kufanya Tino, natangulia kwenye gari, alizungumza vile Dr. Gondo, kisha akatoka nje ya lile jengo. Tino ambaye alionekana kuwa na mamlaka kuliko vijana wengine wa Dr. Gondo alichomoa bastola yake ilikuwa kinoni mwake. Bila kuuliza alimfiatulia risasi Baba Ana, risasi ambayo ilipenya sikio la kushoto ikatokea sikio la kulia. Alifanya vile pia kwa Mama Ana, kisha akamalizia kumpiga risasi ya kifua Ana. Wote wakaanguka chini na kupoteza maisha. Ilikuwa ni tukio kubwa na zito kabisa msikilizaji, kuwa watu watatu kwa wakati mmoja, lakini kwa Tino ilikuwa ni tofauti kabisa. Alifanya vile kwa urahisi, yani alifanya vile kama anakunywa maji vile msikilizaji. Ilionyesha kwamba wazi ilikuwa ni kazi ambayo alikuwa amezoea kaka yetu Tino. Baada ya kufanya hivyo, Tino na vijana wake wengine waliandaa mazingira kuonesha kuwa Baba Ana aliamua kumuua mtoto wake kwa kuwapiga risasi, kisha na yeye akaamua kujimalizia kwa kujipiga risasi mwenyewe. Baadaye walitoka na kuingia ndani ya gari mbili zilizokuwa zimeegeshwa nje ya jengo hilo, wakaondoka kwa kasi kuwakimbia polisi ambao kwa mujibu wa Dr. Gondo alimaanisha wapo njiani wanakuja, na mmoja kati ya polisi hao alikuwa ni mdogo wake wa kazi wa kijana wake yani Tino. Ni kweli kabisa, mara baada ya dakika chache Dr. Gondo na vijana wake kuondoka, gari za polisi zisizopungua 6 zilifika na kufunga breki kali nje ya jengo hilo, na punde polisi walishuka na kuanza kumiminika kwa kasi kuingia ndani ya jengo hilo huku silaha zao zikiwa mbele. Ilikuwa ni ishara kwamba polisi hao walikuwa na taarifa kamili juu ya kile ambacho kilikuwa kikiendelea mure ndani. Walikagua vyumba vyote vya jengo hilo na hawakupata mtu yoyote ule zaidi ya mbili ya Baba Ana, Mama Ana na Ana mwenyewe. Kwa haraka ilionyesha wazi kabisa kwamba Baba Ana ndiye aliyetekeleza mauaji hayo, kwani mkono wake wa kulia alikuwa ameshikilia bastola ambayo ilikuwa imetumika kwa ajili ya kufanya mauaji. Lakini hicho sicho kabisa msikilizaji ambacho alikuwa akiwaza na kukiona Inspector Aaron, kijana ambaye ni polisi mpelelezi kutoka kituo cha kati cha Andeni. Yeye aliyetazama mazingira ya mle ndani kwa utulivu wa hali ya juu, akiitazama ile mili moja baada ya mwingine, huku akichukua baadhi ya vielelezo muhimu kama ilivyokuwa ada kwa polisi wengine. Tumempoteza shahidi mwingine, alizungumza vile Inspector Jada, polisi ambaye alikuwa akifanya kazi kwa karibu sana na Aaron. Tumechelewa kidogo sana, tungeweza kuwaokoa pengine, alizungumza vile Aaron huku akisogea pembeni pamoja na Jada, wakiwaacha polisi wengine wakiendelea kufanya kazi. Huenda walipata taarifa kwamba tunakuja, si ndio? Alizungumza vile Jada. Usiseme huenda, huo ndio ukweli wenyewe Inspector Jada. Hii serikali ina watu waovyo sana, Inspector Aaron alizungumza vile huku akilalamika. Usijali Aaron, jitihada zako ipo siku zitazaa matunda. Kifupi unajituma sana, uwe na subira. Siku moja tutawakamata wote, na iwe hivyo. Lazima nitamkamata Tino,
Unahisi kaka yako Tino ndio kahusika kwenye haya yote? Ndiyo, ni lazima kabisa alikuwepo hapa. Hebu subiria uone, alizungumza vile Inspector Aaron, kisha akachukua simu yake na kuitafuta namba aliyohifadhi kwa jina la Bro Tino. Simu iliita kwa dakika chache bila ya kupokelewa na mwisho ikakata. Akapiga tena simu ile. Upande wa pili, Tino akiwa na bosi wake ambaye ni waziri wa afya, Mheshimiwa Dr. Isaka Gondwe, tayari walikuwa wamekwisha kufika mjini. Tino akiwa ndiye dereva ambaye alikuwa ameegesha gari pembeni ya barabara, na pembeni ya gari hilo kulikuwa na gari nyingine ya serikali aina ya V8 ambayo ilikuwa imepaki kimsubiri Dr. Gondwe, ambaye bado alikuwa na mazungumzo na kijana wake tegemezi ambaye ndiye Tino. Tino, kama sikosei, hii ni mara ya 4 kama sio mara ya 5. Nakwambia kuhusu huyu mdogo wako Inspector Aaron, unamlelea sana. Ili ni bomu ambalo litakuja kutulipukia baadaye. Dr. Gondwe alizungumza vile kwa msisitizo. Usijali bosi, huyu ni mdogo wangu, najua namna ya kumdhibiti, niachie mimi. Kuwa na amani kabisa bosi. Tino alizungumza vile kwa kujiamini, huku akipiga jicho pembeni kuitazama simu yake ambayo ilikuwa ikianza kuita, na mpigaji akiwa ni Aaron mdogo wake. Aya, mimi nakwenda. Tayari tumeshaua mashahidi wote. Nina uhakika tutashinda kesi mahakamani na mkwe wangu Oswald atakuwa huru. Lakini jua vita yetu bado ni kali sana, na ndiyo kwanza tunaanza. Sawa mkuu. Dr. Isaka Gondwe alishuka kwenye gari ile, akapiga hatua na kuingia kwenye gari nyingine ile V8. Dereva akawasha gari na kisha wakaondoka. Tino aligeuka na kutazama ile simu ambayo bado ilikuwa ikiendelea kuita kwa mara ya pili sasa, na kisha akapokea. Niambie dogo, ulikuwa hapa Tino? Ni wewe si ndio? Inspector Aaron alisikika upande wa pili akiuliza. Wapi? Mbona sikuelewi unazungumzia kitu gani? Najua unanielewa vizuri Bro Tino. Sasa sikia, na kuhakikishia kwamba lazima nitakukamata. Nitathibitisha uchafu wako wote. Mtafungwa wewe pamoja na mtandao wako mzima. Calm down mdogo wangu. Punguza vitisho. Una ushahidi wowote wa kunifunga na hautakuja kufanikiwa kamwe. Sahau kabisa kabisa. Nisikilize kwa makini kaka. Labda nisiwe hai, yani kwa mikono yangu nitakupeleka jela. Kaa kimya Aaron. Hauna faida yoyote wewe. Nahangaika usiku na mchana kutafuta mamilioni ya pesa kwa ajili ya matibabu ya mama yetu. Lakini wewe unafanya kitu gani? Unahangaika usiku na mchana kutaka kunizuia. Una akili kweli wewe? Mama yangu hawezi kuendelea kutibiwa kwa pesa zako chafu hizo kaka. Hata kama najitambua, nina uhakika kabisa singekubali hali hii. Kwa hiyo, unataka nifanyeje? Nimwache afya, si ndio? Kufa au kupona kwa mama yangu ni mpango wa Mungu na sio mpango wako. Ni mama yetu na sio mama yako. Kumbuka hilo. Alizungumza vile Tino, kisha akakata simu ile kwa hasira. Vipi? Amesemaje? Aliuliza vile Inspector Jada mara tu baada ya simu ile kuweza kukata. Kauli zake ni zile zile tu za kila siku. Anadai kwamba anatafuta hela kwa ajili ya mama kwa hospitali. Aaron alimjibu vile Inspector Jada. Ole Aaron, na kuonea huruma sana. Mungu akufanyie wepesi. Ni miezi 6 mpaka sasa unapambana kwa ajili ya matibabu ya mama yako. Na gharama ni kubwa kweli kweli. Lakini bado kaka yako naye anazidi kukuchanganya. Alizungumza vile Inspector Jada, akionyesha kuguswa na hali ile ambayo alikuwa akipitia Inspector Aaron. Kabla ya Aaron hajazungumza chochote, mara kuna askari alionekana akikimbia kuwafuata. Akafika na kusimama mbele yao huku akiema kwa nguvu. Vipi kwema? Aliuliza vile Aaron, huku akionekana mwenye shauku ya kutaka kujua kile ambacho kilikuwa kimemleta. Vivyo hivyo kwa Jada. Yule binti kule ndani hajafa, ni mzima. Alizungumza vile yule askari, kauli ambayo iliwafanya Aaron na Jada wabaki wakitazamana. Nini? Una uhakika wewe? Aliuliza vile Aaron. Ndio afande, yule binti ni mzima na bado hajafa kabisa. Haraka haraka Jada na Aaron walikimbia kuelekea ndani ya lile jengo kwenda kuhakikisha ukweli wa taarifa hiyo. Jada, ita gari ya wagonjwa upesi. Alizungumza vile Aaron huku akiendelea kukimbia, lakini mara akasimama na kumtazama Jada ambaye tayari alikuwa amekwisha kutoa simu mfukoni. Hapana, usipige simu hiyo. Muita Daktari Mzungu afike hapa haraka haraka na vifaa vyake vyote muhimu. Tutampeleka hospitali kwa siri. Hatakiwi kujua mtu mwingine zaidi yetu. Alizungumza vile Inspector Aaron. Jada akafanya kama alivyoagizwa. Nusu saa baadaye, Inspector Aaron mdogo wake Tino alikuwa ndani ya hospitali kubwa ya kimataifa
maarufu kama Mountaineer Hospital. Aaron alikuwa amesimama nyuma ya mlango mkubwa wa kioo uliokuwa na maandishi makubwa juu yake yaliyokuwa yakisomeka Major Theater, yani chumba cha upasuaji mkubwa. Alikuwa akiendelea kuwatazama madaktari waliokuwa wakiendelea kupambana ili kuyaokoa maisha ya Anna, ambaye alifikishwa hospitalini hapo kwa siri kubwa. Tayari Anna alikuwa amekwisha kupoteza wazazi wake wote wawili waliouawa kikatili masaa machache yaliyopita, ikiwa ni agizo la waziri wa afya Dr. Isaka Gondwe. Madaktari walifanikiwa kabisa kuitoa risasi iliyokuwa imezama upande wa kulia wa kifua. Kwa bahati nzuri kabisa, risasi haikuwa imeleta madhara wala kugusa viungo muhimu katika mwili wake kama vile mapafu au ini wala moyo. Jitihada zilikuwa zikiendelea kabisa ili kuweza kuyanusuru maisha ya binti huyo yatima. Inspector Aaron aliendelea kusimama pale nje huku akimwomba Mungu wake aokoe maisha ya binti huyo muhimu kwake. You are my last hope, Anna. Please don't die. Alizungumza vile Inspector Aaron huku akimaanisha, wewe ndiyo tumaini langu la mwisho Anna. Tafadhali usife, huku akiwa amekutanisha mikono yake kumwomba Mungu wake. Anna alikuwa ndiye shahidi pekee aliyebakia dhidi ya kesi ngumu ya mauaji ambayo alifanya Oswald, ambaye ni mkwe wa Dr. Gondwe, na kesi hiyo, msikilizaji, ilikuwa ni daraja la kuwatia hatiani kaka yake Tino pamoja na waziri wa afya Dr. Isaka Gondwe, ambao wamekuwa wakifanya matukio mengi ya kiarifu, lakini alikuwa anashindwa kabisa kuwatia nguvuni kwa sababu ya kukosa ushahidi. Tukielekea upande wa pili, msikilizaji, ndani ya hoteli moja kubwa kabisa ya kifahari, waziri wa afya Mheshimiwa Dr. Isaka Gondwe alionekana akiwa katika kikao cha siri pamoja na wazungu watatu. Alikuwa hapo pia rais mstaafu wa awamu ya 4 Mheshimiwa Profesa Cosmas Kurorwa pamoja na mkemia mkuu wa serikali Bwana Andy Wero Katabi. Kilikuwa ni kikao cha siri kilichobeba ajenda nzito mno. Wakati wakiendelea na mazungumzo, mara kuna ujumbe mfupi wa maandishi uliingia kwenye simu ya Dr. Gondwe. Akaufungua haraka haraka na kuusoma. Yule binti Anna hajafa, bado yuko hai. Inspector Aaron kamchukua akaondoka naye kwa asili. Atujua alikompeleka. Nitakupa taarifa zaidi, naendelea kuwafuatilia. Dr. Gondwe alikurupuka kutoka kwenye kile kiti ambacho alikuwa ameketi, akasimama ghafla kiasi cha kuwafanya wale watu ambao walikuwa mle ndani ya chumba hicho wamtazame kwa pamoja. Excuse me. Niwe Razjaman, alizungumza vile Dr. Gondwe, kisha akapiga hatua kutoka nje ya kile chumba kwa haraka. Dr. Gondwe aliingiza mkono wake mfukoni, akatoa simu yake ya Samsung, akaibonyeza haraka haraka, akaipiga namba iliyokuwa amehifadhi kwa jina Rasere Gereza. Simu ile iliita kwa sekunde kadhaa, mwisho ikapokelewa upande wa pili. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Gereza la Kanondo, SP Selemani, alizungumza upande wa pili wa simu. Tafadhali naomba kuongea na Oswald sasa hivi, kuna dharura. Mheshimiwa, kwa sasa wafungwa wapo kantini wanakula. Subiri kama dakika 15 hivi. Afande Sele, hivi unaelewa mtu akisema ni dharura? Kwanza Oswald sio mfungwa, yupo hapo kusubiri tarehe ya kesi yake kusikilizwa. Ana tuhuma za mauaji, ndio sababu yuko hapa. Najua unaelewa taratibu zetu Mheshimiwa Waziri. Sipendi tubishane kabisa. Subiri kidogo, najaribu kukusaidia. Dr. Gondwe akabaki amesimama nje ya kile chumba ambacho ndani yake kulikuwa na kikao cha siri kikiendelea. Habari za Anna kuwa yuko hai zilimchanganya kabisa. Na mbaya zaidi, wakati wanafanya mauaji na Tino hawakuwa kabisa wamefunika sura zao. Hivyo ilikuwa ni hatari kubwa kabisa kama Anna atanusurika kwenye kifo. Dokta, kuna kitu hakipo sawa? Dr. Gondwe alishtushwa vile na sauti ya mzungu mmoja ambaye alitoka nje kumtazama. Hakuna shida Bwana Codrado, dakika 2 tafadhali nakuja. Ni zamu yako kuongea Dr. Gondwe. Tuongee ndani tafadhali, hatuna muda. Alizungumza vile yule mzungu, na mara hiyo simu ya Dr. Gondwe ikaita. Dakika 1 nakuja tafadhali. Moja tu bana. Unamaanisha nini? Aliuliza vile Codrado akiwa hajaelewa Kiswahili. 1 minute please. Alizungumza vile Dr. Gondwe. Codrado akarejea ndani akionekana kabisa kutofurahishwa na kile ambacho alikuwa akifanya Mheshimiwa Waziri wa Afya. Punde tu mara baada ya Codrado kuondoka, Dr. Gondwe akapokea simu ile haraka. Sauti nzito ya kiume ilisikika upande wa pili wa simu ile. Baba mkwe. Ndiyo Oswald, ni mimi. Tafadhali sogea sehemu salama tuzungumze jambo fulani. Nimeshasogea baba. Hivi ni kweli mmeshindwa kabisa kufanya chochote hadi sasa? Na karibia kumaliza miezi 2 huko gerezani. Oswald alikuwa akilalamika vile. Usijali mwanangu, tupe
tupo kwenye hatua za mwisho. Mashahidi wote tumeshawamaliza na kuhakikishia safari hii tukirejea tena mahakamani unaachiwa huru kabisa. Asante mkwe. Nikitoka tu, cha kwanza nafunga ndoa na binti yako Najma. Sawa? Lakini leo tutaongea ukitoka. Kuna kitu nataka nikuulize. Uliza tu baba mkwe. Hivi wakati unafanya yale mauaji, yule binti wa yule mzee naye alikuona? Alizungumza vile Dr. Gondwe huku akiwa na shauku ya kusikia jibu kutoka kwa Oswald. Kale kabinti wanakaita Ana, si ndio? Ndio, ni Ana huyo. Alikuona? Oswald alibaki kimya kwa muda akijaribu kuvuta kumbukumbu siku ambayo alifanya mauaji. Kwa kweli kumbukumbu zangu hazipo sawa baba mkwe. Sikumbuke kitu kuhusu Ana. Hii ni kazi nyingine sasa. Kivipi mzee? Tulifanikiwa kuwakamata familia nzima na kuwapiga risasi. Lakini kwa bahati mbaya Ana amenusulika, bado yupo hai. Na yupo kwenye mikono ya Inspector Aaron sasa hivi. Aaron yule mdogo wake Tino? Ndiyo. Jamaa anatusumbua sana yule baba. Sasa sikia baba mkwe. Uweni wote. Muweni huyo binti. Haijalishi aliniona au hakuniona. Muweni na huyo Inspector Aaron. Hapo mtakuwa mmemaliza kabisa kila kitu. Oswald alizungumza vile kwa msisitizo mkubwa. Sawa, tutafanya hivyo. Lakini kuhusu kumuua Inspector Aaron, hilo tutasubiri kwanza. Baadaye Oswald, nipo kwenye kikao muhimu sana, nitakupigia tena. Alizungumza vile Dr. Gondwe kisha akakata simu ile. Oswald alibaki akiwa amesimama wima akionekana kabisa kutofurahishwa na kauli ya mwisho kutoka kwa Mheshimiwa Waziri wa Afya. Oswald alikuwa akimchukia sana Inspector Aaron. Huyo ndiye alikuwa chanzo cha yeye kufunguliwa tuhuma za mauaji na alikuwa akipambana kwa nguvu zote kukusanya ushahidi kuhakikisha kwamba Oswald anafungwa. Oswald aliamini kabisa kama Inspector Aaron atakufa, basi kila kitu kitakuwa rahisi kwake. Wanamlialia kwa sababu ni ndugu wake Tino, si ndio? Basi mimi siwezi kuendelea kuvumilia. Oswald aliongea vile kwa jazba huku akibinyabinya simu ya mkuu wa gereza. Akapiga namba fulani na kuweka simu sikioni. Simu iliita kwa muda, mwisho ikapokelewa. Oya Bigi, Oswald hapa naongea. Na kuhitaji hapa magereza chap kwa haraka. Oswald aliongea kwa kifupi kisha akakata simu ile. Alitembea taratibu hadi pale alipomwacha mkuu wa gereza SP Selemani, akamrudishia simu yake. Rudi sasa kwa wenzako. Mbona umekaa hapa tena? Mfuate askari yule pale na kusubiri akusindikize. Alizungumza vile SP Selemani mara baada ya kuona kwamba Oswald alikuwa anakaa baada ya kurudi kwa wafungwa wenzake. Kuna mtu nimemuita na mazungumzo naye muhimu. Sikiliza Oswald. Najua wewe ni mkubwa. Una watu huko nje. Baba yako Mzee Matura ni tajiri mkubwa pia. Lakini pia ni waziri wa afya. Anakukingia kifua. Lakini nataka kukuambia ukiwa hapa, jaribu kuwa na nidhamu. Wewe hauna tofauti kabisa na wenzako wote waliopo hapa ndani. Ni lazima ufuate kanuni na taratibu za hapa ndani. Kukupa simu yangu ni heshima tu kwa sababu mheshimiwa waziri na si vinginevyo. Tabia zako tangu umeingia hapa zimekuwa ni mbovu na hazivumiliki kabisa. Tena naongea kama mkuu wa gereza. SP Selemani alifoka huku akimtazama Oswald kwa macho makali. Oswald akujibu chochote. Alimtazama tu SP Selemani namna ambavyo alikuwa akifoka na kisha akamjibu kwa kutabasamu. Wapi nitakutana na mgeni wangu? Oswald aliuliza vile akionyesha wazi kuwa maneno ya SP Selemani yalikuwa hayajamuingia hata kidogo. SP Selemani alitoa ishara fulani kwa askari aliyekuwepo karibu. Askari akasogea tu na kumtaka Oswald amfuate. Wakaongozana hadi eneo maalum ambalo wafungwa kukutana na watu wengine kutoka nje ya gereza kama vile ndugu jamaa zao wanaokuja kuwatembelea. Oswald alimkuta mtu aliyewasiliana naye kwenye simu dakika chache zilizopita. Tayari alikuwa amekwisha kufika na amekaa huku akiwa na msubiri. Alikuwa ni mwanaume mnene na alikuwa ni mrefu mweusi karibu kila mahali, isipokuwa viganja vyake vya mkono wake pekee ndivyo vilikuwa angalau ni vyeupe kidogo. Mwili wake ulikuwa umejazia vizuri kimazoezi. Hauna sababu ya kujiuliza mara mbili tatu kwamba huyu alikuwa ni mtu wa mazoezi. Tena ilikuwa sio mazoezi tu, bali ilikuwa ni mazoezi makali kweli kweli. Oh, Bigi umeshafika tayari eh? Unanijua kabisa mimi mambo yangu naiendeshaga kizungu. Kama kawaida yako bana. Vipi? Unatoka lini kambini mambo hayaendi kabisa bila wewe? Aliuliza vile yule bwana aliyekuwa na miraba minne. So mtu mtaungana ninyi. Sasa sikia, kuna kazi kidogo hapa nataka nikupe. Ipi hiyo? Niambie mkuu. Unamjua yule askari jao ambaye ni chanzo cha mimi kuwa humu ndani? Si yule mdogo wake Tino.
Anaitwa Aaron. Yes, huyo. Vipi, tumuondoe? Hayo ndiyo majibu bila ya kuuliza chochote, na bila ya hivyo nitauzea humu ndani. Yule jamaa jau sana, wanamlialia kwa sababu ni mdogo wake Tino. Haina noma kabisa Oswald. Ni hilo tu au kuna lingine? Ni hilo tu, ila hakikisha kifo chake kisilete utata. Si unamjua kaka yake, naye ni baraa jingine. Sitaki mambo yawe mengi mimi. Oswald alikuwa anasisitiza vile. Usijari, shughuli yangu si unaijua, una haja kunieleza sana, ila nina zawadi yako hapa. Alizungumza vile Bigi. Ipi tena? Oswald aliuliza, na mara hiyo Bigi alitoa picha ndogo mfukoni kisha akamkabidhi. Oswald alitazama ile picha huku akiwa akitabasamu. Ilikuwa ni picha ya mwanamke mmoja mrembo sana. Najma, malkia wangu. Nitaua mtu tena kwa ajili yako. Vipi, anaendeleaje huko mtaani? Yuko tu kama kawaida kwa ugetikari. Tangu arudi kutoka Nairobi, baba yake Dr. Gondo anamfungia tu ndani, wala amruhusu kutoka nje kudhurura ovyo ovyo. Najma kama Najma. Basi poa Bigi. Asante. Nenda kafanye kazi, tutaonana baadaye. Alizungumza vile Oswald, na mwisho wakaagana na Bigi, mwanaume miraba minne aliyepewa jukumu la kumuua Inspector Aaron. Tukielekea upande wa pili, msikilizaji, Tino alionekana akiingia ndani ya duka moja kubwa la nguo. Lilikuwa ni duka la kibinafsi lililokuwa katikati ya mji. Alimsalimia mfanyakazi wake ambaye aliitikia salamu ile, na kisha wakapeana ishara fulani ambayo ni wao tu ndio walikuwa wakielewa. Tino akazipiga hatua hadi kwenye kona moja ya duka hilo. Akaangaza macho huku na huku. Hakukuwa na mtu aliyekuwa akimuona. Akabinya kitufe fulani kilichokuwa kimejificha nyuma ya nguo. Mara ukaonekana mlango ulikuwa ukifanana na ukuta wa chumba hicho kifunguka kuelekea ndani. Tino akaingia haraka na kuufunga. Sasa alikuwa ndani ya chumba kingine ambacho kilikuwa ni chumba chake cha siri. Kilikuwa ni chumba kikubwa sana, mfano wa ofisi. Huko kulikuwa na watu wengine 7, wa kike na wa kiume. Wote walikuwa busy na kompyuta, wala hakuna aliyekuwa amekaa bure. Yaani unaambiwa kila mmoja alikuwa makini na kila ambacho alikuwa akikifanya. Karibu boss. Mmoja wa wale vijana alimkaribisha vile Tino. Asante. Vipi, kuna mteja? Ndio, wapo wawili, lakini watatu ni Bosco. Kasema umwangalie mwenyewe kwanza. Kwa nini tena? Sijajua, lakini nahisi ana sababu za muhimu sana, alijibu yule kijana ambaye ndiye alionekana ni kiongozi kwa wenzie katika ofisi hiyo ya siri ya Tino. Hii ilikuwa ni ofisi ambayo ilikuwa ikimuingizia Tino kiasi kikubwa cha pesa, ingawa kazi alizokuwa akizifanya katika ofisi hii hazikuwa ni kazi halali. Kabla ya kuifungua ofisi hiyo, Tino alizunguka katika nyumba za wageni mbalimbali katika mikoa tofauti. Kila chumba alichoingia, Tino alitegesha kamera za siri ambazo ilikuwa ni ngumu sana kuweza kuziona. Alifanya hivyo katika maeneo mbalimbali na nyumba za wageni tofauti, na baada ya hapo akawa na mitambo maalum ambayo kupitia kamera zile aliweza kuona kile ambacho kilikuwa kikiendelea mure ndani. Tino alikuwa akiendelea kukusanya video za watu wengi tofauti waliokuwa wakitoka na kuingia kwenye vyumba vya wageni ambavyo alikuwa ametega kamera zake. Tino aliwataka hasa wale ambao wanaingia na kufanya mapenzi katika vyumba vile. Hivyo akawa na picha na video nyingi za ngono, akazikusanya kwa wingi sana, na kisha mara baada ya hapo anaanza kumfuatilia mtu mmoja baada ya mwingine mpaka anahakikisha anapata mawasiliano yake. Baada ya hapo Tino hutoa vitisho kwa mhusika, akimtaka rete kiasi cha pesa atakachompangia, na kama asipofanya hivyo basi atatisambaza zile video chafu mtandaoni. Hivi ndivyo namna ofisi ya Tino ilivyokuwa ikifanya kazi. Anajipatia pesa nyingi sana kwa muda mfupi. Haikuwa ni kazi rahisi, msikilizaji. Mtu kukubali picha zake au video zake zisambazwe mtandaoni, walifanya kila namna na kulipa pesa ambayo alikuwa akihitaji Tino. Ukitoa taarifa polisi au kwenda kulalamika kokote, basi utakuwa umevunja makubaliano yetu. Kinachofuata, picha zako na video zako zitakuwa mtandaoni mapema. Hii ndio ilikuwa ni kauli ambayo Tino alikuwa amezoea kuitoa kwa watu mbalimbali ili kuweza kuwaziba midomo wahusika. Licha ya kwamba Tino alikuwa akifanya kazi chini ya waziri wa afya, Mheshimiwa Dr. Gondwe, lakini kazi hii ndio ilikuwa ikimuingizia pesa kwa kiasi kikubwa sana. Kuwa karibu na waziri wa afya alikuwa na sababu nyingine tofauti. Umesema kuna video ngapi leo? Tino aliuliza vile swali lake kwa mara nyingine. Ziko video za wateja wawili, lakini
Mmoja wa Bosco akasema uitazame kwanza. Sawa. Na vipi, mmeshapata mawasiliano ya wahusika? Tumepata mmoja. Huyu wa pili bado tunaendelea kumsaka. Siku hizi nimepunguza kasi, sijui ni kwa nini. Kuna video ya X ipo hapa kwa zaidi ya siku 3, ila mpaka leo amjampata mhusika. Na jamaa anaonekana na pesa ndefu sana. Ni kweli bosi, ule mfumo wa serikali ambao tulidukua ukawa ukitusaidia kupata namba za wahusika, siku hizi hatutumii tena, walibadilisha namba za siri. Sawa, basi tuanze na huyo mtu mliyepata namba zake. Tino na vijana wake walisogea hadi kwenye meza ya kompyuta ambayo ilionekana ilikuwa ni kompyuta kubwa zaidi ya zile nyingine. Wakakaa na kuanza kuizunguka. Bila ya kuchelewa, wakachukua namba za yule mtu ambaye video yake ya ngono ilikuwa mikononi mwao. Wakapiga simu. Simu iliita kwa muda mfupi, lakini haikupokelewa. Walijaribu mara kadhaa, lakini hali ilikuwa ni ile ile, msikilizaji. Basi achana naye, mtumie baadhi ya picha WhatsApp, kisha mpe vitisho. Akifungua atatutafuta mwenyewe. Alizungumza vile Tino na kusimama. Bosco, nimeambiwa kuna video unataka niitazame kwanza, si ndio? Ina nini kwani? Ni vyema ukaitazama kwanza boss, alijibu vile Bosco, kijana wa Tino akionyesha kabisa kutokujiamini. Na hali hii ilimfanya Tino kuingiwa na wasiwasi. Haikuwa kabisa ni kawaida ya Bosco kuwa katika hali ile. Alikuwa ni kijana jasiri na mzoefu wa kucheza na kompyuta ambaye alikuwa akimtegemea vizuri sana. Hebu tuna tukaone, alizungumza vile Tino. Wakaongozana hadi ilipo kompyuta ambayo alikuwa anaitumia kijana Bosco. Akaifungua na kuitafuta ile video. Kaa utazame boss, alizungumza vile Bosco huku akimpisha Tino. Akakaa kwenye kiti kisha akaicheza ile video. Kadri muda ulivyokuwa ukizidi kuendelea, msikilizaji, ndivyo hali ya Tino ilikuwa inaendelea kubadilika. Hakuamini kile ambacho alikuwa anakiona. Ilikuwa ni video ambayo ilikuwa inamuonesha mke wake wa ndoa, yani Jessica, akiwa anafanya mapenzi na mwanamume mwingine. Na baada ya kumwangalia mwanamume yule kwa makini, alikuwa si mwingine, msikilizaji, yani alikuwa ni bosi wake, Mheshimiwa Daktari Isaka Gondwe, waziri wa afya. Tino alisimama akionekana kuchanganyikiwa. Akaikatisha ile video. Hakuweza kabisa kustahimili kuendelea kuitazama. Jasho lilianza kumtoka huku mikono yake ikiendelea kutetemeka. Akaendelea kuitazama ile video ili kuhakikisha kile ambacho alikuwa akikiona. Hali ilikuwa ni ile ile, msikilizaji, ambacho alikuwa akikiona mwanzo ni kile ambacho alikuwa anakiona mpaka muda huu. Hata sasa mke wake na bosi wake Daktari Gondwe walikuwa ndani ya uba zito. Maumivu aliyopata moyoni Tino yalikuwa hayawezi kuvumilika kabisa, hayakuwa na mfano. Alimpenda mno mke wake Jessica. Wakati huo simu yake ilikuwa ikianza kuita. Alipomtazama mpigaji, alikuwa ni bosi wake Daktari Isaka Gondwe. Bosco alitamani kabisa kumshika bosi wake mkono ili aweze kumfariji, lakini aliogopa. Tino alikuwa kwenye hali mbaya sana. Aliuma meno yake kwa hasira huku mikono yake ikitetemeka. Akajikaza na kuipokea simu ile. Tino, kijana wangu, nini ambacho unafanya? Mbona umekuwa mzembe sana siku hizi? Daktari Gondwe alisika upande wa pili wa simu. Tino ambaye safari hii macho yake yalikuwa yamebadilika na kuwa mekundu, alipata kigugumizi cha mdomo. Akashindwa kabisa ajibu kitu gani. Picha ya mkewe akiwa amelala na mtu anayezungumza naye kwenye simu muda huu bado ilikuwa haijafutika kabisa kichwani kwake. Unanisikia lakini mbona uko kimya? Kuna dharura Tino, tena dharura kubwa sana. Naomba tukutane nyumbani kwangu baada ya nusu saa, malizia kikao hapa, alizungumza vile Daktari Gondwe. Sawa boss, alijibu Tino, kisha simu ile ikakatwa. Iweke video hii kwenye simu yangu kisha uifute. Mimi na wewe ndio tunajua kuhusu hili, wengine wasijue chochote kabisa. Tino alitoa maagizo kwa kijana wake Bosco, kisha akatembea haraka kuelekea ilipokuwepo bafu na choo ya ofisi hii ya siri. Akiwa huko, Tino alisimama mbele ya kioo kimoja kikubwa huku akiwa anajiangalia kwenye kioo. Wakati akiwa amekunja ngumi na kuuma meno yake kwa hasira, alionekana kabisa amechanganyikiwa kupita kiasi. Alifungua drawer ya kabati moja iliyokuwa pembeni ya kile kioo, akatoa bomba la sindano na kijichupa kidogo cha dawa. Akajifunga mkono wake, kisha akavuta kiasi fulani cha ile dawa na kujidunga kwenye mshipa. Baada ya hapo, Tino akavuta pumzi ndefu na kuitoa taratibu, kisha akaendelea kujitazama kwenye kile kioo huku akizungumza. Usijali Tino, hili nalo litapita. Jambo unalolipigania ni kubwa mno, hauwezi kufanikiwa kiurahisi. Lazima upitie katika changamoto kama hizi pia, Tino alikuwa akijisemea mwenyewe
huku akijitazama kwenye kioo. Aliongea kwa uchungu sana kiasi cha kuifanya midomo yake itetemeke na macho yake kuzidi kuwa mekundu. Usifanye lolote Tino, utapoteza mwelekeo. Tulia kama kijatokea chochote. Najua mke anauma, lakini vumilia. Muda utafika, utalipa kisasi. Umevumilia mangapi mpaka sasa? Usifie moyo Tino. Usijaribu kumuondoa Dr. Gondwe. Huyo ndio njia kuelekea mafanikio. Kama mipango yako ikikamilika, na kuhakikishia utaitikisa dunia nzima. Mataifa yote kutoka pande zote za dunia wataliita jina lako Tino Philip Kasebere. Pambana Tino, pambana bila kurejea nyuma. Siku ukiupata ufalme wako, hakuna atakayeweza kukuzuia. Sio Marekani wala sio Mchina. Wote watasafiri na kuja kukupigia magoti. Pambana. Baada ya kusema hivyo, Tino akacheka kwa sauti kubwa. Ilionyesha wazi kabisa kwamba kuna jambo lingine lililokuwa la siri ambalo Tino alikuwa akiendelea kulifanya kwa siri, ukiacha na ile kazi ambayo alikuwa anaifanya chini ya Mheshimiwa Waziri wa Afya Dr. Gondwe, ukiacha pia kazi ambayo alikuwa akifanya ya kurekodi picha za ngono kwa wateja wanaoingia vyumba vya wageni ambavyo alikuwa amevitegeshea kamera. Bado ilionyesha kabisa kwamba kuna kitu kingine cha siri ambacho alikuwa anakifanya, na ilionyesha wazi kabisa kwamba kilikuwa ni kitu kikubwa. Msikilizaji, ni kitu gani hicho? Sasa msikilizaji, najua hadi kufikia hapa bado unaendelea kujiuliza ni mpango gani wa siri ambao Tino anao. Kicheko cha Tino kiliwafanya vijana wake mure ofisini kwake watazamane kwa macho ya kuulizana. Hawakujua kabisa bosi wao kapatwa na kitu gani, isipokuwa Bosco peke yake. Sekunde chache baadaye, Tino alitoka kule chooni. Vipi, umeshaifuta hiyo video kwenye kompyuta yako? Tino alimuuliza kijana wake Bosco. Ndio boss, nimekushaifuta na kuweka kwenye simu yako kama ambavyo ulisema. Tino alitulia kwa muda, ni kama alikuwa akitafakari jambo fulani muhimu. Baada ya sekunde kadhaa, akasogea na kukaa pembeni kidogo ya Bosco. Nisikilize Bosco, irudishe tena hiyo video kwenye kompyuta yako. Mimi na wewe tunakwenda kucheza mchezo hatari. Hakikisha. Nisikilize Bosco, irudishe hiyo video kwenye kompyuta. Mimi na wewe tunakwenda kucheza mchezo wa hatari. Hakikisha hakuna mtu mwingine anajua. Nitakuwa nakupa maelekezo ni nini cha kufanya, sawa? Alizungumza Tino huku akionekana bado ni mtu mwenye maumivu makali, licha ya kujaribu kujisaulisha. Lakini kusema ukweli kabisa, taswira ya mke wake akifanya mapenzi na bosi wake Mheshimiwa Dr. Isaka Gondwe haikufutika kabisa kichwani kwake. Nimekuelewa bosi, alijibu vile Bosco. Tino akasimama na kumpiga mgongoni huku akitabasamu. Sasa ni wakati wako kucheza mziki wangu, Mheshimiwa Dr. Gondwe, Tino aliwaza huku akiwa bado ameachia tabasamu lenye maumivu ndani yake. Tukielekea upande wa pili, msikilizaji, ni katika hospitali ya Montenia. Bado madaktari walikuwa wakiendelea kupambana ili kuweza kuyaokoa maisha ya binti Ana. Sasa yalikuwa yamepita masaa 4. Inspector Aaron ambaye ni mdogo wake Tino bado akubanduka pale mlangoni hata kidogo. Alitamani kabisa kushuhudia kwa karibu kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwa binti yake muhimu sana kwake. Na mwisho operation ilimalizika. Mlango wa chumba cha upasuaji ukafunguliwa. Dr. Zungwa, niambie, kazi imekwendaje? Huyu mwanamke atapona? Inspector Aaron aliuliza vile maswali mfululizo mara tu baada ya Daktari Zungwa kuweza kutoka pale katika chumba cha upasuaji. Usijali Aaron, sisi tumefanya kwa upande wetu. Mungu ndiye ataamua hatima ya Ana. Siwezi kukuahidi kwa chochote. Kwa muda huu tusubiri, alizungumza vile Daktari Zunga. Asante daktari, naamini atapona. Endelea kumwombea, Mungu atamsaidia. Sasa taratibu za ulinzi zipoje? Na kumbuka umeniambia huyu mgonjwa ni wasili, anatakiwa kulindwa pia, si ndio? Ndio, askari wangu wako hapa. Tuelekeze tu chumba atakacholazwa Ana, sisi tukaweka utaratibu mzuri wa kumlinda. Okay, sawa inspector, nifuate. Dr. Zungu wakiwa na Inspector Aaron waliongozana hadi kwenye chumba ambacho kilikuwa tayari kimeandaliwa kwa ajili ya Ana kuweza kupumzishwa mara tu atakapotolewa kwenye chumba cha upasuaji. Licha ya kwamba Inspector Aaron alimleta Ana pale hospitalini kwa siri, lakini hakutaka kabisa kujiaminisha moja kwa moja kuwa atakuwa yuko salama. Bado aliona kabisa kuna umuhimu wa kuweka ulinzi ili kuongeza usalama wake. Aliwaelewa vizuri watu ambao alikuwa akipambana nao. Alikuwa anaelewa wazi kabisa kwamba ule mtandao ambao alikuwa akipigana nao ulikuwa unasaidiana kaka yake Tino. Ulikuwa ni mtandao mkubwa na wenye nguvu sana. Hisia za Aaron zilikuwa ni sahihi kabisa, kwani mpaka sasa tayari Daktari Isaka Gondwe alikuwa tayari amekwisha kupata taarifa
kwamba Anna alikuwa yuko aina la Jaffa na tayari alikwisha muita kijana wake Tino ili kuweza kumkabidhi jukumu la kuhakikisha kwamba Anna anakufa. Baada ya taratibu zote za ulinzi kuweza kukamilika, Aaron alitoka nje ya hospitali ya Mountaineer, akaingia kwenye gari yake na kuondoka, akiwaahidi askari wake watatu aliowaacha kuwa angerudi baada ya muda mfupi. Zilikuwa zimepita dakika chache baada ya Dr. Gondo na wale wazungu kutoka Mexico. Sasa alikuwa ameketi nje ya nyumba yake kwenye bustani nzuri ya maua, huku akifanya mazungumzo na mmoja wa watu wake wa karibu maarufu kama Mzee Matura, tajiri mkubwa aliyekuwa amewashika masikio viongozi wakubwa serikalini, Dr. Gondo akiwa mmoja wao. Niambie Dr. Gondo, uhakika wa kushinda kesi upo? Mwanangu Oswald amekaa sana mabuso, ni wakati wake wa kurejea uraiani sasa, alizungumza vile Mzee Matura. Usijali, kila kitu kipo kwenye uangalizi wangu kama nilivyokuambia awali. Tayari nimekwisha wasambaratisha mashahidi wote. Hakuna kesi tena na mwanao Oswald ataachiwa huru hivi karibuni, alijibu vile Dr. Gondo. Hapo ndipo unaponifurahisha Dr. Gondo. Kwa hiyo mashahidi wote kwisha habari yao, yaani wote kasoro tu katoto kamoja hivi kakike ndio kamenusurika kufa. Hivi tu hapa nimemuita Tino, yupo njiani. Nafikiri kufikia kesho jioni kila kitu kitakuwa tayari kipo sawa. Jitahidi bwana, kesi itasikilizwa baada ya siku 4 tu kuanzia leo. Nataka Oswald abaki huru, ana kazi ya kufanya. Usijali Matura, kila kitu kipo kwenye mpango. Tukikaua tu aka binti kadogo, hakuna ushahidi utakaobaki kuthibitisha kwamba Oswald alifanya yale mauaji. Hakuna kabisa. Sawa, nimekuelewa Dr. Gondo. Vipi kuhusu swala letu? Lipi? Kuhusu ndoa ya kijana wangu Oswald na binti yako Najima bana. Tusubiri kwanza, na bado hawajazoeana. Si unajua kwamba Najima tumemlazimisha tu kuolewa na Oswald? Alikuwa hataki kabisa. Tuache kwanza wazoeane ndio hayo mengine yafuate. Wazoeane? Kuzoeana kitu gani tena Dr. Gondo? Sisi wazazi ndio tunajua ambacho ni chema kwa wenetu. Anyway, basi tusubiri hii kesi ishi kwanza, kisha naona kijana wako kafika bana, alizungumza vile Mzee Matula, lakini akasita kuendelea kuzungumza mara tu baada ya kumuona Tino akiwa anakuja. Ni mbabe kweli kweli, cheki anavyotembea, alizungumza vile Mzee Matula. Sana anaga mchezo na kazi, nikimwambia huwa anaua tu na anachinja zaidi ya mimi nilivyomwambia. Kanisaidia vitu vingi mno, ni mwaminifu sana huyu kijana, alizungumza vile Dr. Gondo. Wakati huo Tino alikuwa jirani kuweza kuafikia. Macho yake alikuwa ameyakaza kuweza kumtazama Dr. Gondo aliyemzunguka na kutembea na mke wake. Moyo ulizidi kumuuma Tino, lakini alijikaza vile vile kisabuni, akajitahidi kabisa kutoonyesha tofauti yoyote ile. Alifika na kukaa pembeni yao. Baada ya salamu, Mzee Matura aliaga na kuweza kuondoka, akawaacha Tino akiwa na bosi wake Dr. Gondo ili waweze kuzungumza. Anna bado hajafa. Hii ndio ilikuwa ni kauli ya kwanza kabisa ya Dr. Gondo. Tino alionyesha mshituko kiasi msikilizaji. Nimeambiwa hali yake sio nzuri. Amepelekwa hospitalini kwa siri. Yupo kwenye mikono ya mdogo wako Inspector Aaron. Dr. Gondo alitoa maelezo huku akimtazama Tino usoni. Unanielewa lakini mbona upo kimya? Nakuelewa boss. Ndio hivyo sasa. Sitaki nikulaumu sana, kwa sababu najua ni kazi kidogo tu kumwoa huyu binti. Tafuta ni wapi mdogo wako Aaron nikamficha, kisha hakikisha unammaliza kabla hajafungua kinywa chake kuzungumza. Sawa boss, haina shida, alijibu vile Tino. Na mara hiyo kuna ujumbe uliingia kwenye simu ya Dr. Gondo. Akachukua simu yake na kutazama. Ulikuwa ni ujumbe katika mtandao wa WhatsApp. Na ujumbe huu msikilizaji, ulikuwa upo sambamba na picha 3. Dr. Gondo alionyesha mshituko mkubwa sana mara tu baada ya kuziona zile picha. Zilikuwa ni picha zikimuonesha akiwa mtupu, yeye na mwanamke mmoja ambaye ni mke wa kijana wake aliyenaye mezani wakati huu, yaani Tino. Mapigo ya moyo ya Dr. Gondo yalibadilika, yakawa yanakwenda kwa kasi, huku mikono yake ikitetemeka. Vipi boss, uko sawa? Tino aliuliza kama vile hajui chochote, lakini ukweli ni kwamba alielewa kila kitu kinachoendelea kwenye simu ya bosi wake. Mipango yote hii aliifanya na kijana wake Bosco. Niko sawa, usijali, Dr. Gondo alijibu vile kwa kubabaika, huku akilazimisha tabasamu. Na hapa ndipo macho yake yakahamia tena kwenye ule ujumbe ambao ulikuwa umeambatana na zile picha,
akaamua kusoma kwa mara nyingine tena. Hizi ni picha tu, nina video ya dakika 55 tangu mlipoingia hadi mlipotoka. Ukifuata maelekezo yangu, hakuna kitakachoharibika. Ukileta ukaidi, basi nitaanika huu uchafu wako wote mtandaoni. Utakuwa gumzo duniani kote. Mheshimiwa Waziri wa Afya. Daktari Gondo alimaliza kusoma ujumbe ule na safari jasho lilikuwa likimiminika kama maji. Bosi, mbona kama uko sawa? Kwani kuna shida gani? Tino aliuliza vile tena kwa mara nyingine, akijifanya kushangazwa na hali ambayo alikuwa nayo bosi wake. Daktari Gondo alidua ghafla, mwili wake wote ukiwa umekufa ganzi. Hakuwa na uwezo kabisa wa kuongea, kusimama wala kufanya chochote kile. Baada ya kuona Daktari Gondo yupo kwenye hali ile, msikilizaji, Tino wala akujali. Alisogeza kikombe cha kahawa alichokuwa anakunywa Daktari Gondo, akaanza kunywa yeye taratibu, huku akimtazama mzee huyo ambaye alikuwa anaendelea kuteseka, na dalili zilikuwa zinaonyesha wazi kabisa kwamba pressure ilikuwa inapanda. Huu ni mwanzo tu, Daktari Gondo aliwaza vile Tino, huku akiendelea kunywa kahawa taratibu. Wakati huo hali ya Daktari Gondo ilikuwa inaendelea kuwa mbaya kabisa. Wakati hao yakiendelea, mzee Matura baba yake na Oswald hakuwa amefika mbali kabisa. Ndiyo kwanza alikuwa akielekea lilipokuwa gari yake la kifahari aina ya Ama H3, na huku nyuma akujua timu mbili ambalo alikuwa ameliacha likiendelea kati ya Mheshimiwa Waziri wa Afya Daktari Gondo na kijana wake wa kazi, yaani Tino. Mzee Matura alifunguliwa mlango wa gari na mmoja kati ya walinzi wake watatu ambao alikuwa amezoea kuongozana nao kila ambapo alikuwa anakwenda. Na kabla hajaingia ndani ya gari, mara akasikia sauti nzuri ya kiki ikimuita Najma. Mzee Matura alizungumza vile kwa sauti ya chini, huku akitabasamu taratibu. Akageuka, alijua kabisa sauti hiyo ilikuwa ni ya nani. Mwanamke mmoja mrembo kupindukia alionekana akiwa anakuja kuelekea pande ambazo alikuwa mzee Matura. Aliitwa Najma. Alikuwa ni mtoto wa tatu wa Mheshimiwa Waziri wa Afya Daktari Gondo. Najma alikuwa na kila sifa za kuitwa mwanamke mrembo. Alikuwa ni mrefu, umbo la wastani lilokuwa limejengeka na kujikata vizuri kiuno kiasi cha kuzifanya ipsi zake nzuri kuonekana. Alikuwa ni mzuri wa sura, macho yake yaliyoregea, mashavu yenye vishimo yaliyofanya uzuri wake kuongezeka maradufu, nywele zake ndefu zilizofika mgongoni. Hakika alikuwa ni mwanamke anayeweza kumfanya kila mwanaume aliyekamilika kumtazama mara mbili. Najma alikuwa amevaa suruali ya jinsi, kijinguo chepesi cha juu kilichoacha kitovu chake nje. Alitembea kwa madaa kiasi cha kumfanya mzee Matura amtazame kwa macho yaliyojaa matamanio. Hakumtazama kama binti anatarajia kuolewa na mwanae. Akiwa karibu kumfikia mzee Matura, mlinzi wake mmoja alisogea mbele na kunyoosha mkono wake kumzuia Najma. Najma alimtazama yule mlinzi kwa macho makali, na mara hii ikasikika sauti kutoka kwa mzee Matura, "Mwache aje." Mlinzi akautoa mkono wake. Najma akapiga hatua kadhaa, kisha akasimama mbele ya mzee Matura, huku akiwa ameweka mikono yake katika kiuno chake laini. "Umependeza sana leo. Umependeza sana leo." Alizungumza vile mzee Matura, huku akizidi kumtazama Najma kwa macho ya matamanio. "Sijaja hapa kupongezwa na kizee kama wewe. Nataka kujua lengo lako ni nini hasa?" Najma aliongea vile kwa ukali. "Kivipi Najma? Kwa hiyo baada ya wewe kunishindwa umeamua mtumie mwanao? Yaani unamshawishi baba yangu kabisa akubali niolewe na mwanao Oswald kwa faida yako wewe, si ndio?" Najma alifoka. "Sikiliza Najma, pengine unaweza ukawa sahihi. Kama nilivyokuahidi awali, nitatumia kila njia kuhakikisha kwamba nakupata." Alizungumza vile mzee Matura, huku akionekana kujiamini. "Oh, kumbe basi ongera zako. Ila kwa taarifa yako, mimi Najma msimamo wangu uko pale pale. Hata kama baba yangu anakusikiliza kiasi gani, lakini nakuhakikishia hakuna ambacho utafanikiwa." Najma bana, yaani unafurahisha kweli kweli. Mbona tayari wewe na Oswald ni wapenzi na bado kidogo tu mimi nianze kufanya ya kwangu? Una uhakika? Una uhakika mimi na huyu mwanao ni wapenzi? Alafu nikuulize, kwani Oswald yakinioa ndio mtakuwa mmenioa wote au olewa kwanza? Utaelewa baadaye." Mzee Matura aliongea kwa jeuri, huku akawa anaingia kwenye gari yake, lakini mara akasita, ndipo akaamua kugeuka na kumtazama Najma, kisha akazungumza, "Nashukuru pia kwa sababu haujataka kuwa shahidi mahakamani. Najua ulikuwepo wakati Oswald anafanya yale mauaji, lakini haujasema chochote. Asante sana. Hayo ndio mapenzi bana."
Mkwe. Mzee Matula aliongea vile kwa sauti ya kejeli, kisha akaingia kwenye gari. Walinzi wake wakafuata na mwisho wakaondoka. Najma alibaki akiwa amesimama. Tabasamu lake lilikuwa limefifia usoni. Swala la Mzee Matula na mwanae Oswald liliweza kabisa kumnyima furaha. Lakini angefanya kitu gani wakati baba yake Daktari Gondo anamshinikiza ili akubali kuolewa na Oswald bila yeye kujua mipango mingine ambayo alikuwa nayo Mzee Matula, ambaye pia anamtaka Najma kimapenzi. Mbaya zaidi, mzee huyu tajiri alikuwa akiheshimiwa sana na baba yake. Kila ambacho alikuwa akizungumza kwa baba yake, yani ilikuwa ni sheria kabisa. Najma akiwa anarejea ndani, kwa mbali aliweza kumwona Tino akiwa na baba yake wakiwa wamekaa katika eneo la nje la bustani. Hakutaka kabisa kupita karibu yao kwa sababu alikuwa akimchokia Tino bila sababu. Yaani ungeweza kusema kwamba damu zao tu zilikuwa hazijaendana. Najma akachagua kuingia ndani kupitia mlango wa nyuma. Wakati akipiga hatua, aliinua macho yake ili kumwangalia baba yake Daktari Gondwe. Pozi ambalo alikuwa amekaa baba yake Daktari Gondwe kidogo lilimshangaza sana. Ni kama alikuwa ameinua mkono wake wa kulia na kuweka shingoni kwa muda mrefu. Hakuwa anajua kabisa kwa wakati baba yake alikuwa akihangaika angalau kuregeza taa ili apate hewa. Na hapo ikabidi Najma aanze kusogea taratibu. Alikuwa akijua wazi kabisa ya kuwa baba yake alikuwa ana matatizo ya moyo. Kuna wakati huwa anaanguka ghafla tu na kupoteza fahamu. Tino ambaye alikuwa bado anakunywa kahawa alikuwa na hisia za mbali kutokana na kazi ambayo alikuwa akifanya. Aliweza kabisa kwamba kubaini kwamba kuna mtu ambaye alikuwa anakuja kutoka nyuma yake. Mzee Gondwe, mheshimiwa, kuna shida gani kwani? Tino alikurupuka ghafla, akasogea karibu na Dr. Gondwe, akijifanya kama vile alikuwa hajamuona mwanzoni. Kitendo hicho kilimfanya Najma aliyekuwa bado hajafika kuamini kabisa hisia zake zilikuwa sahihi. Haraka akaanza kukimbia ili kuweza kuwafuata Tino na baba yake pale ambapo walikuwa wameketi. Shida nini dadi? Eti Tino, kwani baba kapata na shida gani? Aliuliza vile Najma huku akiwa amebakiza tu wachache kuweza kuwafikia. Najma aliogopa sana. Sijajua, nashangaa tu amebadilika ghafla. Tino alidanganya vile. Hii ni pressure, itakuwa imepanda tena, lakini huwa haipandi bila sababu. Au kuna taarifa ambayo umempa? Najma alimtupia swali lingine Tino wakati huo akihangaika kuregeza tai na kufungua vishikizo vya shati la baba yake. Hapana, sijampa taarifa yoyote mbaya, Tino alizungumza vile. Haraka Najma aliangalia simu ya baba yake pale mezani, lakini ghafla katika hali ambayo alikuwa haitegemei, baba yake Daktari Gondo alikuwa simu ile kwa haraka kiasi cha kuiweka kwenye mfuko wa koti lake. Hali hii ilionekana kabisa kumshangaza Najma. Akahisi kabisa moja kwa moja kwamba kuna kitu ambacho baba yake alikuwa anamficha, na huo ndio ulikuwa ukweli wenyewe. Richard Dr. Gondo kuwa katika hali mbaya, lakini hakutaka kabisa kuruhusu mwanae au Tino aipekue simu yake. Ilikuwa ni hatari kubwa kwake, kwani wangeweza kuziona zile picha chafu za ngono ambazo alikuwa ametumiwa. Baba, kwani kuna shida gani? Unajisikiaje? Najma alikuwa anauliza vile. Nipeleke chumbani. Najma, nitafutie zile dawa zangu za pressure za kuweka chini ya ulimi. Daktari Gondo aliongea vile kwa tabu kidogo. Haraka Najma aliwaita walinzi waliokuwa wakaendelea kuzunguka pale nyumbani, wakasaidiana ili kuweza kumnyanyua Daktari Gondwe. Wakawa wanampeleka ndani. Wakiwa wamefikisha mlangoni, mara Daktari Gondwe aliwapa ishara kuwa wasimame kwanza. Tino, hebu sogea karibu, alizungumza vile Gondwe. Tino akasogea karibu, akainama na kutega sikio kwa karibu na mdomo wa bosi wake Daktari Gondwe. Usijali kuhusu mimi, nitakuwa sawa. Nenda akafanya ile kazi. Hakikisha yule mtoto anakufa leo hii. Anza kumfuatilia mdogo wako Inspector Aaron kwa karibu. Yeye ndiye amemficha yule binti. Daktari Gondo alikuwa anazungumza vile kwa sauti ya kunongona. Sawa boss, alijibu vile Tino, kisha akawa anamsindikiza kwa macho bosi wake huku akiwa amebebwa juu na walinzi wake. Wakaingia naye ndani ya nyumba ile. Na bado ni mwanzo tu mheshimiwa waziri. Nitahakikisha unavuta pumzi ya moto huku ukiwa hai. Uwezi kulala na mke wangu alafu ukaishi kwa amani, alizungumza vile Tino huku akiwa na tabasamu. Umesemaje wewe? Tino alishtushwa vile na sauti ya Najma alikuwa amesimama nyuma yake wakati ambapo alikuwa hajamuona kabisa.
Kwani umesikia nini? Tino alijibu swali kwa swali, huku akiwa na uhakika kabisa kama Najima amesikia maneno yake au la, kwani aliongea kwa sauti ya chini sana. Nani atavuta pumzi ya moto? Au nimeyasikia vibaya? Aliuliza Najima huku akitaka kuhakikisha ambacho alikuwa amekisikia. Hapana, sijasema hivyo. Kwa hili naondoka. Muangalie mzee tafadhali, alizungumza vile Tino, kisha akaondoka zake akimwacha Najima anamsindikiza kwa macho. Tino, Najima alimuita. Tino alikuwa amefika umbali kama hatua 20 hivi. Alisimama kisha kageuka. Akawa anamtizama Najima ambaye naye alibaki akimtazama, huku sura yake ikionyesha kabisa kutokuwa na chembe ya masiara. Tino alinyanyua mabegi yake juu, ikiwa ni ishara ya kutaka kufahamu kwa nini alikuwa amemuita. Licha kufanya hivyo, lakini bado Najima alikuwa akiendelea kuwa kimya, na mwisho akazungumza. I will be watching you from today. Akimaanisha kwamba nitakuwa nakutizama wewe kuanzia leo. Najima alizungumza vile kauli yenye utata, kisha akaondoka na kuingia ndani. Tino alibaki amesimama wima, huku akijaribu kabisa kuitafakari kauli hiyo. Kauli ambayo alikuwa amezungumza Najima, yenye ujumbe mzito ndani yake. Tayari ilikuwa imeonyesha wazi kabisa kwamba Najima alikuwa amekwishaanza kumuhisi vibaya Tino. Bado kuna safari ndefu kati ya mimi na baba yako. Bado hata sijapata ambacho nakataka kutoka kwake. Najima, ni mapema mno kuingilia, na kuhakikishia ukiendelea kuingilia haya utakufa ukiwa bado mbichi. Tino alijiongelesha vile mwenyewe, kisha akatabasamu na kuondoka zake. Msikilizaji, nini ambacho kitafuata? Ni kipi hasa ambacho Tino anakitafuta hadi kujiweka karibu na waziri wa afya? Bado anamsikiliza na kumtia amri zake Richard Kitagondwe kutembea na mke wake Tino. Na vipi kuhusu ishu ya sakata la Najima na Mzee Matula? Na vipi kuhusu Aaron na Ana? Lakini pia vipi kuhusu Bigi ambaye ametumwa kwenda kumuua Ana? Yote ni maswali ambayo tuko nayo hapa katika sehemu ya kwanza ya simulizi nzuri kabisa ya The Modern War, na majibu ya maswali yote haya tutayapata katika sehemu ya pili ya simulizi murua kabisa hii ambayo imeandikwa na mtaalamu Saul David na kusimuliwa kwako na Jonathan Alex. Nambari zangu ni 0741 033122. Msikilizaji, ili kuweza kuendelea kupata simulizi kidi kama hizi, tafadhali subscribe hapa Jonathan Simulizi, na utakuwa kwanza kabisa kuweza kupata simulizi kama hizi. Mimi naitwa Alex.